Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mashina na makayanda rekedena kayande dibagana rekanena mashekete bagana rekaboka katika jina la Yesu Kristo Jehova. Yesha ina makayanda rekedena kayande diboka kama kaseketa rekoba kasekete ribaza katika jina la Yesu Kristo Jehova. Remashekete ribagana rekamaka sekete ribazeka. Thank you for this far, oh God. Rekamaka sekete ribagana. Bwana tunakutukuza katika jina la Yesu Kristo Jehova. Ni asante Bwana wa majeshi, ni asante kwa ulinzi wako Bwana, ni asante kwa ukuu wako, ni asante kwa uwepo wako Jehova Bwana. Bwana umekuwa pamoja nasi in the year 2025, oh my God. Rekabaka shekete ribagana, tangia mwaka ulipoanza katika jina la Yesu Kristo Jehova. Rekabaka sekete ribagana, umbali huu katika mwezi wa 11 Bwana tunakuita Ebeneza katika jina la Yesu Kristo Jehova Bwana. Rekabaka shekete ribagana, remama shekete ribagana. Umeshindania uzao wetu Bwana, umeshindania Bwana hata jamii zetu katika jina la Yesu Kristo Jehova. Rekabaka shekete ribagana, rekamaka sekete ribagane, rekamaka sekete ribagana. Bwana ninakutukuza Jehova hata kwa msimu wa mitihani katika nchi yetu Jehova Bwana. Ni asante Bwana wa majeshi, ni asante Jehova, ni asante Bwana. Pokea sifa na utukufu Jehova Bwana. Unastahili Yesu, unastahili Jehova Bwana katika jina la Yesu. Unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana. Unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili pokea sifa, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, Bwana wa mabwana, kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili pokea sifa, pokea utukufu Yesu, ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, Bwana wa mabwana, kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe. Tumwambie tu Bwana anastahili sifa zetu. Ikiwa leo tutazingatia sana mlima wa jamii, tukiombea jamii zetu, watoto, wazazi wetu, baba na mama katika jina la Yesu Kristo. Tunasema Bwana anastahili katika jina la Yesu Kristo. Tumuinue tu asubuhi ya leo tunapokiri uwepo wake, tunaposhukuru kwa yote, hata kuwa wazima, hata kuwa na mioyo ya wazazi na kwa watoto wao, na mioyo ya watoto kwa wazazi wao katika jina la Yesu Kristo. Maana hiyo imekubalika. Bwana anasema atatuma nabii wake kwa jina ya Elia, na kazi yake ni kurejesha mioyo ya watoto kwa wazazi wao, na mioyo ya wazazi kwa watoto wao,
tuombe asubuhi ya leo. Bwana atupatie hizo baraka, maana kuna wazazi wamebeba baraka zetu. Wazazi wana baraka zetu. Baba wa mbinguni ana baraka ya kila mmoja wetu siku ya leo. In the mighty name of Jesus. So Father, we praise your holy name. We give you the glory. We give you the honor. Thank you for the gift of life today. Thank you for the gift of the family. Thank you for the gift of children. Thank you for the family, everlasting Lord. In the mighty name of Jesus, we honor you and adore you. Jesus, not by might, not by power, but by your Spirit, everlasting Lord. Even today, in the mighty name of Jesus, Heavenly Father, have your way, Lord Jesus. And we say thank you. Thank you for enabling us, Lord. Hata kufungua macho yetu tukaweza kutazama na kuona. In the mighty name of Jesus, in the name of the living God, we give you glory, everlasting Father. We give you praise, O King of Kings. Thank you for ministering to us. Thank you for the gift of life today. Thank you for honoring us, everlasting Lord. In the mighty name of Jesus, we pray that our spiritual eyes be enlightened even this morning. Macho yesu ya kiroho ikafunguka. Hallelujah. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of the living God. In the mighty name of Jesus. Oh King of glory, everlasting Father, we worship you, Lord. We praise your holy name. Open our eyes, O Lord. In the name of Jesus, our spiritual eyes be open even this morning. In the mighty name of Jesus, that we may know your will, the will of the Father. In the name of Jesus. Oh, katika jina la Yesu. Oh, we give you praise, Lord. We say thank you, Lord. Thank you for this day, Lord. Thank you that with our own eyes we are seeing your blessings. We are seeing your doings in our lives. Oh, have your way, Lord Jesus. In the mighty name of Jesus, we praise you, Lord. We praise you, Father. Even for the spiritual sons and daughters, hata wana wa kiroho tunashukuru katika jina la Yesu. 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 Katika mlima huu wa imani, mlima huu Bwana wa mabwana, hata wa jamii siku ya leo, in the family, Lord. Oh, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Jehova, katika jina la Yesu kwako Bwana, hata siku ya leo tunakimbilia katika jina la Yesu Kristo. Jehova Bwana, tukikutukuza Jehova, tukiinua jina lako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Jehova, peke yako unastahili, peke yako umetukuka, peke yako umeniwachia vyote. Uinuliwe hapa hekaluni, uinuliwe kule juu mbinguni, uinuliwe hapa siku ya leo, uinuliwe hapa kanisani katika jina la Yesu, uinuliwe katika jamii, uinuliwe Bwana wa Bwana. In the name of Jesus. Umehifadhi hata na mifupa yetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Jehova, umetuhifadhi katika wema wako Jehova. Ni asante kwa furaha ya wokovu katika jina la Yesu Kristo. Jehova Bwana, ninakupa sifa zote, ninakutukuza Jehova. Ni asante Bwana, ni asante kwa makubwa, asante kwa yaliyo mema ambao Bwana umetutendea. Pokea sifa zote Jehova. Oh, yes, Lord. Pokea utukufu na sifa Bwana katika jina la Yesu. In the book of 1 Thessalonians chapter 5 and verse 20. Hallelujah. 1 Thessalonians, tunataka kushukuru Bwana hata kwa sababu ya wanafunzi wetu. Tumekuwa na mtihani, tumekuwa na candidates, na tuna sababu yote ya kushukuru Bwana hata kuweza kumaliza. Bwana asifiwe sana. Hata kumaliza na kufika na kuwa hai. Biblia inatuambia tushukuru Bwana. Hallelujah. Amen. First of 2 Thessalonians
Bwana Yesu asifiwe. 2 Thessalonians chapter 5 verse 20. What does verse 18, 19 there? Amen. Amen. We thank God because si kawaida. I was following from our news and there is a family kwenda tu kuchukua mtoto wao and they didn't make it home. Yeah, 1 Thessalonians, give us 1 Thessalonians 5, should be verse 18, 19. Amen. 16 says, rejoice always, pray without ceasing, in everything. That is verse 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Hallelujah. 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 18. In everything give thanks, for this is the will of God. The will, you know, when we are doing the Lord's Prayer, the Bible tells us, let thy will be done. Bwana asifiwe sana. Kuweza kufanya mtihani na hata kumaliza imegharimu mkono wa Bwana. Hallelujah. Kwenda na kurudi inagharimu mkono wa Bwana. So in everything, I know there are reasons that can, in order to distract, they can hinder us not to say thank you. But the Bible commands us this morning, in everything, hallelujah, even those things that are not yet to be done. I know 2025 is just around the corner to be done with, hallelujah. But even if things that we expected are not yet, but in everything, hallelujah. So shall we just lift up our hands and tell God, thank you for everything, even for the air that I'm breathing today. Thank you for the teachers. Thank you even for the exams. Thank you even for the test. I know there are people, when they hear examination, when they hear test, there is that fear of the outcome. Will I pass or will I fail? But the Bible tells us, in everything, hallelujah, in everything this morning we give thanks. We say thank you, everlasting Lord. We thank you this far. Some of our candidates have been there for 9 years and they have been tested, everlasting God. They have done their tests, their exams, and we believe you, Lord, even for the outcome in the mighty name of Jesus. Lord, we thank you for those who have done their KCSE, everlasting Father. Thank you for the 4 years from Form 1, Form 2, Form 3, even to Form 4. And you have enabled them, Jesus Christ. It's not by might, it's not by power. How I thank you for the guardians, thank you for the parents, thank you for the provision. Asante hata kwa sababu ya school fees. It has not been easy, but Lord, this far, today we come in your presence just to say thank you. Oh, thank you, everlasting Father. As your word has commanded us this morning, in everything, Lord, in everything, we thank you. We thank you for the marking. We thank you for the teachers. We thank you for every discipline. We thank you, everlasting God. Oh, hallelujah. Pokea shukrani zetu, pokea sifa zetu asubuhi ya leo. In everything we say thank you. Oh, in the mighty name of Jesus, Prince of Peace, Lord of Lords, the author and the finisher of our faith. We thank you. Hata kwa wale wanaendelea in the colleges, we thank you in the mighty name of Jesus for the lecturers, oh Lord, in the name of Jesus. Oh, tunashukuru hata kwa fursa hiyo in the name of Jesus. In the name of Jesus, them are pursuing, Lord. Wengine wanangojea matokeo hata in advance, Lord. Tunasema asante, tunasema asante, tunasema asante, tunasema asante. Tumekuja kusema asante. Oh, in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, pokea sifa, pokea utukufu wote. That in everything we give you thanks, in everything we say thank you. We thank you for this far. Katika jina la Yesu, this far, it is you are doing, Lord. It is marvelous. The beginning and the end. This far, you are Ebenezer. Oh, in the name of Jesus, you have given us strength upon strength, grace upon grace.
Jehova, favor upon ni kwa favor, sababu victory upon utawasaidia, victory, wengine in the mighty wataingia name of Jesus. katika Oh, mazingira we give you mapya praise, katika Lord. jina la Yesu. Asante Bwana, Yesu, tunawaombea asante katika jina Bwana, la Yesu, ya kwamba asante Jehova, utawashindia katika jina la Yesu. We wewe worship ambao you, umekuwa Lord, pamoja and na we wao, praise your name. Jehova In the name utatembea of na wao Jesus. katika In the jina la name of Yesu Jesus. Kristo. In Jehova, the name of hata Jesus. wanapoingia We bless your katika holy name. kiwango In kingine everything, katika Lord, jina in la Yesu everything Kristo. we Jehova, say we thank pray you. for your In preservation, everything, oh God, we say katika thank jina you la for Yesu the Kristo. area breathing. Jehova, We say katika thank jina la you. Yesu, Oh, for the katika jina shelter. la We Yesu, say thank you. katika In jina la the mighty Yesu name of Kristo. Jesus. Jehova, Tunasema katika jina la asante. Yesu, Tunasema katika jina la asante. Yesu, Tunasema mkono wako wa asante. rehema Tunasema Bwana ukawa asante. juu yao Tunasema katika asante. jina la Yesu Tunasema Kristo. asante. Jehova, Katika jina la Yesu. jina la Yesu Hatuchukui kuwa ni kawaida. Ni wema wako, ni mkono wa Bwana. Haijakuwa rahisi, lakini mkono wako umetubeba, mkono wako umetupigania, kwa mkono wako umetupa ushindi, kwa mkono wako umetupa na kibali. We give you praise, Lord. Kristo. Jehova, tunakupa sifa na Lord. utukufu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, Hallelujah. tukisema unastahili Yesu, kwa matendo praise, yako Lord. unastahili katika jina la Yesu. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu. ni wewe tu Oh, Bwana, Jesus, ni wewe wewe tu, mwanzo tena mwisho, ni wewe tu Yesu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, kimbilio letu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu. ni wewe tu Yesu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, Alpha and Omega, ni wewe tu Bwana, Oh, ni wewe tu, ni wewe tu. ni wewe tu Oh, Bwana, Jesus. wewe tu, Ni wewe tu, ni ni wewe wewe tu. tu Bwana, Oh, ni wewe tu, ni wewe tu. ni wewe tu Bwana, Ni wewe tu, mwanzo tena mwisho, ni wewe tu Bwana, ni wewe, wewe tu, ni wewe tu. ni wewe Ni tu wewe tu, oh Bwana, Bwana, ni wewe wewe tu, kimbilio letu, ni wewe wewe tu Bwana, oh, ni wewe tu, ni wewe tu. ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, mwanzo tena mwisho, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu. ni wewe tu Yesu, ni wewe tu Bwana, ni wewe. wewe tu, Siuinue tu hizo mikono zako juu, namwambia ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, unabaki na yeye. katika umbali huu, Other things can fail you, hata umbali ambao mengine nimefika, anaweza Jehova, yakakuangusha,
Oh, people can even fail to fulfill their promises. But we have a faithful God. Oh, we have a faithful God. Ni wewe tu, ni wewe tu Bwana. Ni wewe tu. Umekuwa msaada wetu Jehova Bwana. Kwako Yesu tunajificha, kwako Bwana tunakimbilia. Jehova umekuwa usalama wetu, Jehova umekuwa ficho letu, Jehova umekuwa mwamba wetu, Jehova umekuwa kwa sababu yetu, Jehova Bwana wa majeshi. Umekuwa kimbilio letu, umekuwa ficho letu Jehova Bwana. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, a present help, oh God, even in times of trouble. Rekabosha kata ribakana, Jehovah we refuge, Jehovah wa shelter. Oh mashekete ribakana, ni wewe tu Jehova, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Mwokozi, ni wewe tu Jehova Bwana. Yeshekete ribakana, wenye haki wanakukimbilia na wanakuwa salama. Oh, katika jina la Yesu, ni wewe Jehova Bwana, ni wewe Jehova mfalme wa amani, ni wewe Bwana ambao umetupa nguvu, umetupa uweza hata wa kuita wana Jehova. Wewe ndiye ambao umetuita Bwana, umetufanya kuwa warithi Bwana katika ufalme wako Jehova Bwana. Jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe Jehova, jina lako litukuzwe Bwana. Yes, we call you Abba Father, oh God, our Abba Father, our Abba Father, oh my God. Rekaboshe kese ribakana, Bwana umekuwa mchungaji wetu, hatutapungukiwa na kitu chochote Bwana. Ni wewe tu Jehova, ni wewe tu Bwana, umekuwa mchungaji wangu, sijapungukiwa na kitu chochote Jehova. Yeshekete ribakana, rekabaka sekete ribakana, umekuwa Jehova Rafa, umekuwa Jehova Wahira, Jehova Shalom, Jehova Nisi. Rekamashekete ribakana, rekene makayanda ribaseka. Katika jina la Yesu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Jehova, ni wewe tu Bwana. Peke yako unastahili sifa, peke yako unastahili Jehova, ni wewe tu Yesu. Jina lako Yesu limerithi utukufu na heshima Bwana. Jina tulilopewa, jina lenye mamlaka, jina lenye nguvu zote, ni wewe tu Yesu. The book of Malachi, chapter number 4, verse 5 and 6. So we are concentrating and praying for the mountain of the family. And when we talk of the family, there is the family even of the body of Christ. Hallelujah. And the Bible says he will give us a prophet in the name of Elijah and Elijah, and this is his work. Behold, that is Malachi chapter 4 verse 5 and 6. Behold, I will set to you Elijah, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying his power. And from such people turn away, for of sort they creep into the household of, this is the end time. Not lovers of the things of God, disobedient to parents. So Malachi says, before that great and dreadful day, hallelujah, these things will happen. Tunaona leo hii watoto ambao wanaokata hawatii wazazi wao. We might be talking of the corruption in the land, but corruption is just within us from the family level. When you send a child, anakuliza na yangu iko wapi? Bwana asifiwe sana. Yani inaanzia hapo.
So the same case, it built from the family, then it has spread even to the church. Hallelujah. So we need to mean it and to pray for this before the dreadful days. Kuna hizo nyakati za hatari, wasiopenda watu wa kwao. Hallelujah. Mtu anakana wazazi wake. Amen. So let's pray for the family, because if we fail not to pray, the Bible says he will strike the land, he will strike with a curse. Hallelujah. And this is not our portion. We are a family, we are a people who are blessed of the Lord. So mtoto na rejeshe moyo wake. This is also spiritual. Hallelujah. Amen. It is also spiritual, because in the church, in the ministry, we also have spiritual authorities. We also have spiritual parents, and we need to be obedient. We need to connect from the spiritual, wazazi wa kiroho na hata watoto wa kiroho. Tunaweza kuwa na urejesho, mioyo ya wazazi kwa watoto wao na mioyo ya watoto kwa wazazi wao. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So can we pray and mean it? Kurejeshwa, maana nasema kazi ya huyu nabii ni kurejesha mioyo ya wazazi kwa watoto wao. Situombe Mungu aturejeshe. Najua kuna watu wanaomba kurejeshewa kazi, biashara, kurejeshewa vitu ambazo zilipotea, lakini tuombe turejeshwe katika ile jamii iliyokuwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Just lift up your hands, just tell the Lord, help me to connect, because where there is disconnect, kuna baraka pia zinakatika. But when there is harmony, Psalms 133, when brethren dwell together in unity, the unity, there is open communication, there is friendship, there is love in the family. The Bible says there is a commanded blessing. Let's be partakers of these blessings even this morning in the mighty name of Jesus, as we pray for the family. Mioyo ya watoto kwa wazazi wao, watoto wa kiroho kwa wazazi wao, wazazi wa kiroho kwa watoto wao, katika jina la Yesu Kristo, ili tukatembea katika hizi baraka. Bali kuna baraka, kuna uzima, kuna furaha, kuna kubadilika, kuna uhuru katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of the living God, we pray. Oh yes, Lord, help us, King of Kings. We have one Father, our Father who art in heaven. Hallowed be thy name. Yes, your will, for this is the will of the Father. Oh, enable us, Lord. We have a place to call home. We have a shelter. We have a ministry. We can trust even today. We have a sanctuary in the mighty name of Jesus. We have a ministry, and we fail not. Katika jina la Yesu Kristo Jehova, katika jina la Yesu Kristo Jehova Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Bwana, kulingana na neno lako, katika baraka Bwana wa majeshi, wacha na iwe kulingana na neno lako Jehova. O mashekete ribakanda, leka boka shekete ribaseka, lema sekete ribakanda, leka makasikete ribasea, lema shekete ribakanda, leka baka sekete ribasea. Is them, oh my God, is them, oh my Father God, katika jina la Yesu Kristo Jehova, leka maka sekete ribakanda, according to thy words, oh my God, leka baka sekete ribakanda, lema mashekete ribakanda, leka maka sekete ribakanda. Is them, oh my Father, from the streets, oh God, leka maka sekete ribakanda, lema mashekete ribakanda, katika jina la Yesu rejesha mioyo yao tena, katika jina la Yesu Kristo Jehova,
reka makasekete ribaganda remashekete ribaganda reka makasekete ribaganda reka makasekete ribaganda remamashekete ribaseka reka makasekete ribaseka rejesha mioyo yao Jehova Bwana rejesha mioyo yao kwetu Jehova rejesha mioyo yao Jehova Bwana katika nyumba yako Jehova Bwana katika jina la Yesu Kristo Jehova katika jina la Yesu Kristo Jehova katika jina la Yesu Kristo Jehova Bwana He's the oh my God He's the oh my Father rekabaka sekete ribakanda remama sekete ribakande rekabaka sekete ribakanda oh Bwana waite kwa majina yao waite kwa majina yao Jehova kulingana na neno lako Jehova Bwana ya kwamba mavuno ni mengi katika jina la Yesu Kristo Jehova Bwana tukuulize wewe mwenye mavuno Bwana ukaleta watenda kazi katika jina la Yesu Kristo Jehova Bwana tunakuuliza watenda kazi hata katika huduma hii Jehova Bwana katika jina la Yesu Kristo Jehova rekabakasekete ribakanda katika jina la Yesu Kristo Jehova karejesha the altar builders oh God katika jina la Yesu the gatekeepers oh my Father rekabakasekete ribakanda katika jina la Yesu Kristo Jehova katika jina la Yesu Kristo Jehova Bwana rekabaka shekete ribaganda rekamaka sekete ribazeka remama shekete ribaganda watakao simama katika mwanya rekamaka sekete ribaganda remama shekete ribazeka rakobaka sekete rimaza katika jina la Yesu Kristo Jehova rekabaka sekete ribaganda remama shekete ribaganda internationally oh God even nationally King of all the glory katika county ya Nakuru katika jina la Yesu oh my God rekabaka sekete ribaganda rekabaka shekete ribazeka katika jina la Yesu Nakuru nogoka remashekete ribaganda katika jina la Yesu Kristo Jehova oh mashekete ribaganda in the minor words oh my Father imenekai word oh my God rekabaka sekete ribaganda rekabaka sekete ribaganda remashekete ribaganda rejesha mioyo Jehova Bwana rejesha mioyo ya wana katika jina la Yesu Kristo Jehova hata kwa watoto wetu Bwana rejesha mioyo yao katika kukupenda wewe katika jina la Yesu Kristo Jehova Bwana rejesha zile nyakati ambazo wake na waume katika jamii Baba ilipotimia siku ya kuabudu Baba wangefunika katika nyumba yako rejesha zile nyakati Jehova katika jina la Yesu Kristo Jehova rekabaka shekete ribaza katika jina la Yesu Kristo Jehova Bwana let your will be done oh God katika jina la Yesu in the name of Jesus Christ oh my God we surrender Lord come and reign oh God come and reign oh my Father come and have your way oh God Jehovah let your will be your name sing Jehovah Jehovah is your name Jehovah is your name sing Jehovah Jehovah is your name sing Jehovah Jehovah is your name sing Jehovah Jehovah is your name
mighty warrior, mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name, mighty warrior, mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. You see, even in the family, if we read in the book of 2 Samuel chapter 3 and verse number 1, the Bible says, 2 Samuel chapter 3 and verse 1, now there was a long war. Hallelujah. Now there was a long war. When the Bible says there was a long war, it means it was a long war. In the family kuna vita tumepigana muda mrefu sana. Hallelujah. Amen. Katika jamii kuna vita ambazo zimekuwako pale muda mrefu sana. Na Biblia inasema kwamba now there was a long war between the house of Saul and the house of David. But David grew stronger and stronger, and the house of Saul grew weaker and weaker. It is my prayer this morning, you grow stronger and stronger. Hallelujah. Kuna vita katika jamii, kuna vita ndio ndoa isimame. Hallelujah. Ndio ndoa yako isimame, ni lazima upigane. Hallelujah. Kuna vita ya kutetea, kuna vita vya kukaa kwenye pengo ili ndoa yako isistahimili. Hallelujah. Ukicheza tu, ukipea tu mzaha hivi, ukichukua tu ikiwa casual, then you will become a casualty. But the Bible tells us this morning, nyumba ya Daudi, nyumba ambayo inaomba, nyumba ambayo inasimama na madili za Mungu, hiyo nyumba itaendelea kuwa stronger and stronger in Jesus' name. Hallelujah. So it is my prayer this morning, as we are praying for the family, as you are praying for your house, as you are praying for your sons and daughters, as you are praying for your spouses, may you grow stronger and stronger in Jesus' mighty name. Hallelujah. And that is why we are saying, Jehovah is your name. He is mighty. He is mighty warrior. He is great in battle. So even if this battle is taking longer and longer, hallelujah, some of the breakthroughs, kuna upenyo mingi katika jamii, kuna breakthroughs ambazo tumengojea in the family, they might be taking longer, but the Bible promises we shall come out stronger and stronger in Jesus' name. Inulia tu Bwana mikono yako juu na mwambia unashinda, maana nakupatia nguvu, because he is fighting for us. You are not alone in this battle. Hallelujah. You are not alone. He is fighting behind the scenes. He is fighting for you, and he is sending his angels even to help you in this battle in the mighty name of Jesus. So usivunjike moyo. That is why Corinthians anatuambia, seeing that we have this ministry, sababu tuna huduma hii katika jamii, we don't give up, we faint not, katika jina la Yesu. Kwa sababu ya Bwana aliyetupatia watoto, aliyetupatia hata na huduma, ambapo tuna jamii, tuna wana wa kiroho, hatuvunjiki moyo, we faint not katika jina la Yesu. As we are praying for the family, we faint not, we are growing stronger and stronger, mighty even in the land, katika jina la Yesu Kristo. We are warriors, our sons and daughters, they are our quivers in the name of the living God, katika jina la Yesu. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Hallelujah. Jehovah is your name in the family, oh everlasting Lord. Hey, the family prays together, the family that reasons together, they shall grow mighty even in the land, katika jina la Yesu. Oh, tutamiliki milki zetu, you shall possess our possessions in the name of Jesus. Upon this mountain today,
Jehova, unatupa ushindi, unatupa Upon zaidi this ya altar kushinda katika jina la Yesu we Kristo possess our Jehova. possessions Arise, oh in my the mighty God, name of and Jesus. let all your Sons enemies and be daughters, scattered. ye shall Katika excel jina la in the Yesu land, Kristo in the Jehova mighty Bwana. name of Jesus. Katika jina la Katika jina la Yesu Yesu Kristo Kristo. Jehova. Lord, we Katika give you jina la praise. Yesu, katika Lord, I jina la say thank Yesu. you. Bwana Bless your unatufanya holy name. hata In the kumaliza mighty name tukiwa of na Jesus. nguvu katika jina la Yesu Hallelujah. Kristo Jehova, ukapokea utukufu To the na Lamb of sifa God. katika jina la Yesu Kristo Jehova. Mighty warrior, you are the great in battle, oh God. Rema shekete ribakanda katika jina la Yesu Kristo. In thee, oh Father, we are more than conquerors, oh Father God. Hata katika jamii, katika jina la Yesu Kristo Jehova, katika jina la Yesu tunayaona sasa, hata maadui tunawaona hatutawahi waona tena, katika jina la Yesu. Ni kwa kuwa unatusaidia Bwana kukuwa na nguvu juu ya nguvu, oh katika jina la Yesu Kristo. Hatukati tamaa katika jina la Yesu, hatuvunjiki mioyo katika jina la Yesu Kristo Jehova Bwana, kwa sababu unatupa kushinda juu ya kushinda katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo Jehova Bwana, katika jina la Yesu. The rest of us, oh God, is becoming 1,000 according to your word, King of all the glory. Katika jina la Yesu Kristo, the rest of the people's church, oh God, they are becoming 1,000. In the name of Jesus. And so, Father, we thank you. We bless your holy name. Even as we are sharing your word this morning, help us, everlasting Father, to stand firm in the name of Jesus. Receive our praises, for this. It is in the mighty name of Jesus we give thanks. Somebody shout amen. Pigia Bwana makofi mazuri. Pigia Bwana makofi mazuri. Nataka nishiriki neno kwa ufupi, kisha baadaye tunarudi kwa sababu ya sifa. Na thank you worship team, thank you worship team, even our technicians, thank you so much. Even those who are following us online, thank you so much. The Lord God bless you. As you can see, the theme or the topic of today, I want to share briefly, then we are coming back to praise the Lord. So you can take out your book, notebook, toa kitabu chako, tushiriki hizi maandiko machache. Leo tunaponena zaidi kwa sababu ya mlima wa jamii. Hallelujah. The mountain of the family katika jina la Yesu. Hallelujah. So I'm praying we flow together the mountain of the family for divine positioning. Hallelujah. We position our family for divine visitation. We position ourselves as a family for divine visitation. Amen. Thank you so much. So I want us to share this briefly, to share this about the family and especially about the children in the name of Jesus. Amen. Kwa sababu ya jamii. Jamii ina watoto. Hata mimi nikiwa hapa, mimi ni mtoto, niko na wazazi mahali, na zote ni watoto mahali pamoja pengine katika jina la Yesu. So these are the things, these are some, I want to give you some of the few points here concerning the family, and then we shall be blessed. About the children, you know the Bible says, hiyo Malachi tumesoma katika Malachi chapter 4, Mungu anarejesha mioyo ya watoto kwa wazazi wao na mioyo ya wazazi kwa watoto wao. Hallelujah. And if there was one of the first blessings ya kwanza pale ilikuwa ni kwamba go and multiply, go and bring forth. Hallelujah. Naona hata the youth we have here, soon and very soon you will be having your own children. Hallelujah. Some of us who are parents will be having grandchildren, and the Bible says we will see even great and grandchildren, the first, second and third and fourth generation. Hallelujah. Sio ni baraka za Bwana. So as we have been praying, we want to continue to mean it, tuichukue maanani, kuombea jamii. Bwana asifiwe sana. Maana the Bible says when in the family there is this scripture, give us a good memory verse, Proverbs 17 and verse 17.
remember my late grandfather used to tell us, we can be relatives, we can be brothers and sisters from the same family, but he used to tell us, as much as you are my brother and you are my sister, but there is a magnetism, there is a stronger glue. Kuna glue ambayo inashikanisha ile jamii, na hiyo ni urafiki. Hallelujah. Amen. If we are there, we can see this. A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Hallelujah. Yes, you can be brothers in the family, but we can be brothers and sisters in the church today. But there is another bond. Kuna glue nyingine kama tutaongeza na upendo. Hallelujah. Amen. Kando tu na kuwa ndugu yangu, kando tu na kuoleka, mimi ni bwana yako, wewe ni mke wangu, lakini kando na ile kuwa mke na mke, kuna ile upendo, lakini kuna glue kubwa zaidi ambayo inafanya ile mnasonga mbele, na hata ile upendo inapenya ndani. Hallelujah. Amen. Sababu kuna viwango vya upendo kwa sababu ya vile unajitolea ama kitu fulani. Lakini ikiwa kuna rafiki, the Bible says a friend loves at all times. Amen. No wonder Kristo aligeuka, alirudi akaongeza the first level, anatuita servants. Hallelujah. Anatufanya watumishi. Lakini we have this scripture, did we get it right? Is it John chapter 15 should be verse 15 again, or John 15:17. Can we get it there? That I no longer call you servants, but I call you friends. Because a servant, yes, John 15:15, no longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. Hallelujah. But I have called you friends, for all things that I had from my Father, I have made them known to you. It is my prayer, tuongeze na urafiki. Kuna rafiki anakupeleka hata mbali. Hallelujah. Biblia inasema kuna marafiki ambaye anakuwa wa karibu hata kuliko ndugu wa kuzaliwa tumbo moja. Bwana Yesu asifiwe sana. So when we are talking of the family, as a family of the People's Church, amen, I pray we also become friends katika jina la Yesu. You can be asked outside there, unaendaka kanisa gani? Mimi ni kanisa ya the People's Church. But are you friends? Are you friends with the People's Church? Hallelujah. Do you have friends inside there? Bwana Yesu asifiwe sana. There is more greater joy that the bond, ile ambayo inafanya mnakuwa na ukaribu zaidi, ni ile urafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama saizi ukiniangalia together with my daughter here, kuna ile urafiki, yani anaweza niambia hata mambo mengine ya ndani sana, anakuwa huru, anakuwa wazi. Kwa sababu ya gani? Ndio mimi ni baba yake, lakini vile tuko marafiki, mnaweza mkacheka pamoja, mnaweza mkanena pamoja, mnaweza mkatembea kwa pamoja kwa sababu ya urafiki. Hallelujah. I pray tuwe marafiki katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. And I was being encouraged. Help me with that hymn book. Nimeona my hymn book somewhere. There is this song about tunaimba Yesu kwetu ni rafiki. Hallelujah. Amen. Yesu kwetu ni rafiki, huambiwa haja pia. There is why this the history of huyu mwimbaji ni huyu alikuwa amefanya urafiki. Kuna ingine kama ni katika ndoa, the history of this person is also huge. Ndiye apate hii wimbo ya Yesu kwetu ni rafiki. Yeye huambiwa haja pia. Je, hunayo dhiki? Yani hata kama una nini, lakini tuna rafiki wa karibu. Asubuhi ya leo ninasema tunapoomba kwa sababu ya jamii, tunapoomba kwa sababu ya the mountain of the family, lest this glue, wacha tuwe na hii uhusiano hata wa urafiki katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki wanatembeleana. Rafiki, nakumbuka rafiki mnasindikizana, mnafika mpaka kwa geti ya mwingine, mnarudi tena, mnajikuta kwamba mwenye alikuwa anasindikishwa tena anarudi anakuwa msindikizaji. Hallelujah. Ni kwa sababu gani? Mnasikia kuna ile upendo, lakini there is that magnetism. Rafiki anakusikia, anajua hata when your weaknesses. Hallelujah. Rafiki haendi kukutangaza huko nje, haendi kutoa unyonge wako nje. Hallelujah.
What a friend we have in Jesus. That is why it's a prayer and it's a song. Hata kama uko na dhiki, hata kama uko na machungu, lakini there is a shoulder of a friend you can lean on. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Most of the families today, we have seen even in the couples, imanishi kwamba wakati tumepata watoto, sasa watoto wanatoa ile urafiki kati ya mume na mke. Hallelujah. The friendship, Yesu anawaita watumwa, John 15:15. Mbeleni, the first step, aliwaita kuwa watendaji kazi, ama watendaji kazi pamoja naye, Christ co-workers. But wanapoendelea, anasema siwaiti tena watumwa, ninawaita marafiki. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Zote tunaweza kaa, tunakaa jirani, unaweza kuwa na jirani, lakini ikiwa utaongeza urafiki na huyo jirani, na kuambia mtaenda mbali, mnaweza kuwa wandugu, yani brothers in the same family. I've witnessed moja tu akichukua slippers ya mwenzake, vile ana react, vile anachukua ile jambo, ni kana kwamba karibu amrushe nje. Hallelujah. Amen. Not knowing that when they are friends, you enjoy this journey in Jesus' name. And now let me go a little bit deeper for the children. Hallelujah. Our children, makusudio ya watoto wetu. Give me Isaiah 61 and verse number 9. These are some of the things children should become. Kama mimi nikiangalia my parents, what I should become to my parents. Hallelujah. Amen. Na siya watoto waangalie majukumu, makusudi yao katika jina la Yesu Kristo. Isaiah 61 verse 9 says, their descendants shall be known among the Gentiles. Hallelujah. Amen. Ninawaombea hata wale mmefanya form 4, mutajulikana, mutadhirika, hamutazimika. Sio kuvaliza mtihani wa form 4 umemalizika. Wale tuko colleges, you will be made known katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Watu wanasema kwamba, or not even what, the book of many of the times, wakati kuna maombolezi. Amen. Ndio niliona hii Romans chapter what? Romans chapter 8, I think verse 19. Can you give us that scripture? Romans chapter 8 and verse 19. That the world is eagerly awaiting for the sons. Amen. So when the Bible says the children shall be great, amen, for the earnest expectation, the creation is eagerly wait for the revealing of the sons of God. I pray you will be revealed. Hautadhirika, hautafichika. Tuna watoto wengi wamefichika sana. Tuna wana wengi wamefinyika, hawajulikani whether they are there or not. I pray you will be revealed in Jesus' name. Hallelujah. You know, wakati kuna maombolezi yoyote, unaona watu wote wanajua, wanataka kujua hawa ni watoto wake. Hallelujah. Alikuwa na hawa watoto. Iyo jambo peke yake. Ebu give us King James Version. The world is eagerly awaiting for the earnest expectation. Amen. For the earnest expectation of the creature waiters for the manifestation of the sons of God. What about New Living Translation? Hallelujah. Share, udhirike, wajue kumbe hawa ni na wanafuanana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. The sons, wana wetu watadhirika. For all creation is waiting eagerly for the future day of when God will reveal who his children really are. Hallelujah. It takes time, lakini this is the season. Saizi huwezi jua Jane atakuwa nini. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. But as time goes by, watadhirika. They will be mighty. I will be giving you those points. So Isaiah 69 and verse number 1, the Bible says, our children shall be known among the Gentiles in Jesus' name. I pray you will be known. Greet your neighbor, mwambie utajulikana katika jina la Yesu. Utajulikana, na wakikujua ile uzito iko ndani yako, makusudio iko ndani yako, watakusalimia kwa heshima. Hallelujah. Watajua kumbe huyu ni engineer. Hallelujah. Kumbe huyu ndio businessman, huyu ni mwana. Utajulikana katika jina la Yesu.
in the mighty name of Jesus. I pray you be revealed and you be known katika jina la Yesu. Chochote kinaweza kuwa kinazuilia, any veil that might be covering you, whatever principality of the enemy that might be trying to hinder you ili usijulikane, ndio tunavunja katika jina la Yesu. Amen. Kila ina sitara inafanya usijulikane. Any principality of the devil inafanya usijulikane. Hiyo tumepewa mamlaka kuharibu katika jina la Yesu. In the name of Jesus. They are children. Your children, spiritually and biologically, shall be known among the Gentiles in the name of Jesus. Now you shall be called blessed. Amen. Ambia mwenzako wewe ni blessed. Wewe ni mbarikiwa, because already you connect with the Father, you connect with the source, you connect with the altar. You are already blessed, and you shall be blessed, mighty in Jesus' name. Number one, children should be city builders. City builders. City builders. Hallelujah. Wakiangalia ile gorofa wanasema hiyo ni ya mwana fulani, hiyo ni ya mtoto fulani katika jina la Yesu. City builders. Genesis chapter 4 verse 17. The Bible says Cain built a city and called it Enoch after his son. Hallelujah. Genesis chapter 4. And Cain knew his wife, and she conceived and bore Enoch, and he built a city and called the name of the city after the name of his son. Hallelujah. So you will be building cities. You should be city builders katika jina la Yesu. Unapata biashara kubwa, supermarket kubwa, ama basi yako inakimbia, hata chopa, hata ndege inawezekana. Hallelujah. But you are naming it after your sons and daughters, because you shall be known in Jesus' name. I pray you be city builders. Hallelujah. The sons of the devil, the sons of the enemy, walio gaidi, they are destroyers. Wana destroy. Somebody said kuna divine connectors, na kuna destiny connectors, na destiny distractors. Hallelujah. Hallelujah. Kuna watu wana distract your destiny. There are sons who can be also distractors. Ile mali walipata nao wazazi wao, wanaskwanda, wanamaliza yote. That is not you. Hallelujah. Instead you are a builder. You are a city builder. Na utaendelea kujulikana. Wangalia ile biashara, ile nyumba mzuri katika kijiji. Hiyo nyumba mzuri kwa hiyo estate. Hiyo biashara mzuri ni ya nani? They are sons and daughters of the kingdom in Jesus' name. So I pray you are city builders in Jesus' name. So be very, very careful, because you shall be city builders, and that is your portion in Jesus' name. Na inaitwa jina ya wana. Hallelujah. Hao ni wana wa nani? You hata sako mumeshikana pamoja na muko na sako. Hiyo sako inafanya mzuri ni ya nani? They are the sons, hallelujah, of the kingdom katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Situpatie Bwana makofi mazuri. Be a city builder. Wajui mlango ya kanisa ni kusema nini? Amen. Baada hizi baraka zote, build an altar for God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. You know, it's so joyous when you serve as a family and they can build the altar. I remember in one of the mainstreams, Anglican church, when you go to those main churches, wanakuanga na zile viti kubwa kubwa, bench kubwa. Na hiyo bench sio pesa kidogo. Hiyo bench ni mamilioni ni maelfu ya pesa, because they are built of hardwood. Hallelujah. Lakini hapo nyuma unaona it is a family. Hii ni ya sons wameshikana, wamenunua mlango ya 1,100. Hallelujah. They are altar builders. They don't shy away. Hallelujah. That is your portion in Jesus' name. Be an altar builder katika jina la Yesu Kristo. So number one, I said our sons, they will be city builders. Hallelujah. Number two, they will be altar builders. Number three, they shall be tent pitchers. In the same scripture, tumeona they pitched a tent. Hallelujah. Hallelujah. Yesterday I was trying to encourage some brethren. Usione kana kwamba Bible inasema Paul was a tent maker, ukaona kama ilikuwa kazi kidogo.
Saizi kuna watu wanaitwa service providers. Hallelujah. Amen. Mbona service providers? Kukiwa na sherehe, kuna watu wanaleta hema mali pale. Hizo hema sio bure wanapeana, ni za pesa. Hallelujah. Na za maelfu ya pesa. I pray you start thinking in that dimension. Hallelujah. Ni hema tu, kupeana tu service hema tu ya watu 100, unasikia ni gharama pesa fulani. Kupeana tu viti, so they shall be tent pitchers, tent makers katika jina la Yesu. So start thinking what next. Hallelujah. Our sons wale mmaliza form 4, start thinking of making a tent. Hallelujah. Tent is a business minded person. I can provide these services to the people. Imagine umealikwa upikie watu 1,000. Hallelujah. Amen. Yesterday we were doing an ordination and I was in a committee. Na katika ile committee tukauliza wanataka kupikia watu 500. Tukatafuta service providers. How much will you charge us to cook for 500 people? Hallelujah. Amen. Labor peke yake akasema ni 35,000. Labor peke yake kupikia watu 500. Hallelujah. That is, so think of pitching a tent. Hallelujah. So number 1, I've said this: they shall be our children. I'm praying for you. You shall be a city builder. Number 2, you shall be an altar builder katika jina la Yesu. Hallelujah. Number 3, you shall do what? You shall be tent pitchers. Hamutaambulia patupu. Kuna biashara yako katika nchi ya Kenya. Hallelujah. Hallelujah. Kuna biashara yako, kuna kazi yako. And ikawa utaweza kuwa hata itwe plumber, but he shall be making. Imagine unaitwa kutengeneza whatever the case. Hallelujah. So you think that dimension. Iwewe sio bure hivi. Wana wetu shall be tent pitchers. Number 4, they should be well diggers. Well diggers. We are still in Genesis chapter 26 verse 25. Number 1, tunaona kwamba hapo walijengea Mungu altar builders. Hallelujah. You know, when you talk of a well ni mahali ambapo unakuwa msaada kwa wengine. Hallelujah. Wakati umechimba kisima, watu wanakuja kunywa maji mali pale. Hata hapa ukiweza kuchimba tu kisima ya kawaida. Hallelujah. Kisima tu ya kawaida, utaona kwamba kwa hiyo kisima kuna watu wanataka maji, hata kama ni shilingi 5 and you are supplying 100 people. Hallelujah. That is a good income. Hallelujah. Amen. Well is a source of, wanafikiria msaada, wanafikiria jinsi ya kuwa msaada, jinsi ya kusaidia hata ile community. Watakuwa watu wana roho mzuri ya kusaidia watu. Well diggers katika jina la Yesu. What are the needs katika ile maeneo tuko ndani yake? May God make you to be a well digger, to be a solution carrier for the community in Jesus' name. Yani ukiwa well digger, you also become an employer. Unaanza kuajiri watu. Hallelujah. Isaac alikuwa na waajiri, alikuwa na servants. The Bible says, and there Isaac's servants dug a well. Utakuwa na watendaji kazi. Hallelujah. Amen. Wengine wakisema serikali saidia, wewe tayari, because you see the needs of the people. You are a service provider. Hapo utakuwa na watendaji kazi. Hallelujah. Be it some providing sound, it is a business. Hallelujah. Wanataka sound system, wanataka hiyo connection. Unajua utajiri watu. Hallelujah. Be an employer katika jina la Yesu Kristo. Somebody shout amen. So I've given you the first thing is that our sons and daughters, we should be passionate. Sio wale kwamba because when hawana hiyo mawazo, watoto wetu kama wana hiyo mawazo, ukiwaachia mali watapora, watauza. Hallelujah. Hawajui biashara ni nini, they will destroy it. But those are not our children. Badala yake watafikiria kuongeza, kuboresha zaidi katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. And now number 5, they should be giant killers. Hallelujah. You will be a giant killer. When David killed Goliath, alikuwa tu mtoto mdogo. Hallelujah. Baka Goliath anamuuliza, wewe am I a dog? Kwani mimi ni umbo unanikujia na jiwe? You can be small in their eyes, but you will be a giant killer katika jina la Yesu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kilishinda ndugu zako wakubwa, ile ilishinda wazazi wako, you will kill them in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. So fear not, you will be a giant killer in the name of the living God. And David killed Goliath in the name of Jesus. Utakuwa victim, hautakuwa victimized, because of the circumstances. Ati sasa waone tu wewe ni ochungulo, wewe ni kitu kidogo, hautasiagwa. You are a giant killer. Whatever is being giant for this community, kile inaonekana ikiwa mlima sana kwa hii jamii, you will kill it in Jesus' name. So our sons and daughters, you are a giant killer katika jina la Yesu Kristo. The sixth one, they should be mountain climbers. Hallelujah. Hallelujah. A mountain climber here has a revelation kiasi kwamba hautaogopa kwenda mlimani, kukwea mlimani, hata kuomba. Hautaogopa kupanda mlimani, hata kuintercede. You shall be mountain climbers katika jina la Yesu. Kile kilishinda wengine kupanda, wewe utapanda na utashinda in the mighty name of Jesus. Children, you will be mountain climbers katika jina la Yesu Kristo. And a good example is this. You know, Caleb said, I was young, hallelujah, when I was spying this land, but now give me that mountain, hallelujah. Claim your mountain. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa umepatikana katika ndoa iko inafanya kazi, hiyo mlima wa jamii yako itafanya kazi. Usiseme kwamba mlima wa ndoa ifanyagi kazi, yako itafanya kazi katika jina la Yesu. You shall climb that mountain. Ukisema huko hakuna mtu amefanya biashara, you will climb that mountain katika jina la Yesu. Caleb anasema, give me this mountain. Hallelujah. Claim your mountain katika jina la Yesu. In the media, claim it katika jina la Yesu. In sports, claim it katika jina la Yesu. In the health sector, climb that mountain katika jina la Yesu. Amen. In education, usiseme hii ni ngumu. To our sons and daughters, kile kilitushinda, watoto wetu hawashindwi. And I'm here a living testimony. Kama nilishindwa na hesabu, watoto wangu na wajukuu hawashindwi na hesabu. Hallelujah. Kama nilijua Kiingereza nikiwa form 1, hallelujah, watoto wanakuwa wanaijua, hiyo ni mother tongue katika jina la Yesu. Be a mountain climber in the name of Jesus. Usije ukavunjika na mtu asikulook down, mtu asikuangalilie chini. Timothy anaambiwa, guard the faith, guard the anointing that you are anointed, hata ukiwa kijana. Mtu asiangalie juu wewe ni kijana. Hallelujah. Hallelujah. Start living today. Start seeing your company today. Hallelujah. Hallelujah. We have a son of our apostle. By faith, command it. I command you, get out in Jesus' name. Be moved from this point katika jina la Yesu. So we atujui kushindwa ni kusema nini. So you are the quivers. You are the strength. Give me that scripture. Is it in Psalms? Is it Psalms 121? Or 127. Psalms 127. What does the Bible says? Blessed is he. Blessed. So you are blessed. Hallelujah. Because you are the strength. A song of Solomon. Unless the Lord builds a house, they labor in vain, those who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays in vain. Hallelujah. Verse number 2. What does he say? It is in vain to look for rise up early. Verse number 3. I'm looking for the children and the quivers. Hallelujah. Verse number 3. Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward. Hallelujah. So you are a blessing. Mtu asikuite ati wewe ulikuja kimakosa, ati wewe ulikuja nini, like arrows. That is verse number 4. Like arrows in the hand of a warrior, so are the children of your youth. Hallelujah. The other day I was saying, the youths in the church, the children in the church. When I'm ministering here, there is no way somebody will come from that end akuje hapa hivi. Utakuwa umemnyanyua because you are the quivers in Jesus' name. There is no way watapitaje kwa gate. Hiyo ni kazi ya vijana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
You know, they use how you should be strong and mighty. There is a story of Anania and Sapphira. Unajua walizikwa bila WhatsApp group. Hallelujah. Walizikwa bila maombolezo. Yani hakuna ibada iliendelea. Hallelujah. You imagine how those youths are strong. Ni vijana walimnyanyua, walimbeba, wakaenda wakamzika, na ibada inaendelea. Na wakarudi wakaendelea na ibada. Hallelujah. Mke wake anarudi kuleta uongo pia, anaambiwa hata miguu ya vijana wale Bwana asifiwe sana. So ukiona kijana ambaye tunaenda crusade, badala kunyanyua speaker anasema anabeba microphone. Hallelujah. Then you even don't know your position in the scriptures. You are quivers. I think somewhere in the New Testament wanaambiwa ninawaandikia vijana maana muko na nguvu. Is it 1 John chapter what? Let's read that scripture. 1 John chapter, is it chapter 4? I write to you young men, I write to you the youths, because you have known this truth. Hallelujah. Beloved, do not test every spirit. Twende pale chini, tukiendelea tu chini. By this you know every spirit, verse number 3. Every spirit, verse 4, should be around 19 or 20 there. Okay, you are of God, little children. He who is not of God is not. By this we know the spirit. Verse 7. Love one another. Again, everyone who loves is not born of God. Verse 9. Tuteremuke tu pale tukienda tu. There is children. Hallelujah. I write to you young men because you are. So the Bible also writes to you because you know you are strong. You can resist. You have the power to resist. You can do more than I can do. So take it to the bank that children, as we are praying for this mountain, hallelujah, you are strong. You have known the truth from the beginning. Hallelujah. Are we being blessed in the service today? Hallelujah. Je, tunaendelea kubarikiwa? Je, tutaendelea kuomba kwa sababu ya jamii? Na jamii, nyumba yenye na watoto ina baraka. Hallelujah. It is 1 John chapter 2 verse 13. 1 John chapter 2 verse 13. I write to you fathers. I write to you fathers because you have known him who is from the beginning. Hallelujah. I write to you young men because you have overcome the wicked one. So we will overcome. Amen. Amen. A young man and a builder city. A young man and the altar builder. A young man na ako na tent. A young man ako na well. A young man who is yani hizo vitu zote when you have them. Hallelujah. You will enjoy this life. Even in the press, hata watu wakiona wanatembea, huyo amebarikiwa. Hallelujah. He is strong. He is mighty. I write to you children because you have known. Katika verse 14. Amen. Verse 14. I have written to you fathers because you have known him who is from the beginning. I write to you young men because you are strong. Hallelujah. The Bible knows you are strong. Verse 14. So kwa nini utembee goi hivi? Unfortunately today, this means of transport kama boda imetufanya tunakuwa so lazy. Even a short place you can walk by foot. Tunaona kana kwamba ni boda iko wapi. But the Bible knows you are strong katika jina la Yesu. Hallelujah. So if the Bible knows it, claim it in Jesus' name. I shall make it. I am more than a conqueror katika jina la Yesu Kristo. So even when we are praying futuristic prayers, we pray you will be a city builder. Hallelujah. You will be a tent maker katika jina la Yesu. And then we come into the altar. This is the work of my hands. You are an altar builder. You shall build a clean. Nasema vijana ndio urembo ya kanisa. Vijana ndio urembo wa nyumba ya Bwana. Hallelujah. Hallelujah. So live that life katika jina la Yesu. Ndio ninasema hata wazazi tumaanishe. Hallelujah. Na itaanza kesho, inaanza sasa hivi. Mold them. Wale tuna uwezo ya kuwapeleka kwa shule mzuri, wapeleke katika jina la Yesu. Usiseme hii masomo siku hizi hakuna nini, kuna faida katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. The day before yesterday, tumepoteza mtoto mdogo sana hivi. Mtoto wa 2 years.
mtoto wa 2 years. Hata sasa mimi I don't believe the theories ati mtoto kwa bucket ya kuuza ya kuosha vyombo, ati mtoto ameingia na kichwa hivi na amekufa. Mtoto wa miaka 2 sio mwenye unajua mwenye anatambaa that is another story. Mtoto mwenye bado ananyonya ajui kutembea, lakini mtoto wa miaka 2 mwenye anatembea ati ameanguka kwa nini bucket ya kuosha nini hivi. There is a negligence somewhere. Kuna mzaha somewhere. Bwana sifiwe. So I pray, when we pray for the heart of the fathers, the children, the heart of the, hata kama utatafuta kazi namna gani, hallelujah, wakati mtoto ama hiyo umri, make sure you add a discipline. Usiseme tu huyu ni nini, akifanya mwambie hii ni makosa, kwa upendo mwingi sana, because tunataribu kutatua kule mbele. Hallelujah. Amen. Atio ametoka tu kununua ringo hapa. Sasa naona tunapigiwa, my wife anapigiwa simu kama kufika hospitalini, hata hospitali yenyewe wana confess huyu aliletwa kama tayari ameshakufa. Ati kwa maji na sio fish pond, na sio swimming pool, na sio sky plus. Na hata kama ni sky plus, ilifikaje mpaka mtoto wa miaka 2 anaingia hapo? Alafu kielezewa hiyo story yote, alafu ajabu ni kwamba hakuna maji yote imemwagika hapo. Haieleweki. I wish unajua dhamana, ukijua uzito, the strength, the potential in you. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Kile kitu utakuwa, what you are becoming, nguvu yenye Mungu anajua iko ndani yako. That is why hiyo anatuambia, na waandikia vijana, I write to you young men because you are strong. Hallelujah. Uliona kwa taifa juzi venye tu vijana mnaita Gen Z walijitokeza, even the government were not. This is a force. Hallelujah. Amen. Kijana na unasahau, that is, there is a problem somewhere. Amen. You have all the gadgets kukukumbusha, you have all the technology ya kukukumbusha, unajua inafanyika. So as a young man, if you take the word of the Lord the way it is, hallelujah, hallelujah, ili jina ya jamii iendelee, the son. So I said this, the year 2025, that we position ourselves. How you position yourself in this mountain, if it is the family, if it is the mountain of faith, tusione kama ni mchezo. Hallelujah. Saa ya kuomba, ambia mtoto ni saa ya kuomba. Saa ya kwenda shule, ni kwenda shule na ni kusoma. Saa ya kufanya hivi, there is something, hata hii long holiday. Hallelujah. Then tutakuja kusherekea that now they are city builders. Hallelujah. Hallelujah. Watoto wanajulikana. Hallelujah. Na sio kujulikana kwa mabaya, watajulikana kwa mema katika jina la Yesu. Amen. By the way, do you know what? By the time you are being a giant killer, hapo siku hiyo ndio utadhihirika, you will be known by the Gentiles. Hallelujah. You know, saizi wanaweza shindwa huyu mtoto wa nani, huyo ni wa nani, but when you start killing the giants, wataanza kutumana na huyo alikuwa ni baba yake ni nani. Hallelujah. You know, when David went to that field, the first thing is David alikuwa nauliza, what shall be the reward? Hallelujah. Wanamwambia, na mwenye atamshinda atapewa hiki, na mwenye atafanya hivi atapewa hii. Bwana asifiwe sana. Because of the reward, your reward that is awaiting you. Amen. When you are becoming a tent, ukishajua, when you are a service provider, when you can be whatever, even in catering, ama uko na hoteli kubwa. Hallelujah. Ukishajua ile mapato unapata kwa siku. Hallelujah. Amen. The reward that is awaiting you, then utakuwa serious na mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. David alipoambiwa hivyo, akaenda akamgonga Goliath. Badala hata kama wajampatia zawadi, wajampatia zile vitu waliahidi, walianza kuuliza, na wewe ni wa nani? That is why I say you should be revealed. You will be revealed. Hautafichika milele katika jina la Yesu. Hallelujah.
Wakati Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego walienda kukataa kukula chakula ya mfalme, wakasema sisi tupatie, hata walipoongeza moto, hata walipowarusha kwa stundu ya ile nini imejaa simba zenye wajakula, Biblia inasema kwamba walibaki wakasema, na Mungu wa Daniel na Mungu wa Shadrach na abudiwe. Haleluya. Ndio watu waheshimu Mungu yako. Kuna kiwango, kuna vita fulani, kuna giants utapigana nayo katika jina la Yesu. And this is happening in the family katika jina la Yesu Kristo. Daniel, Biblia inasema, amen, akapeana jina ya ile kisima, akainame after his son. Hallelujah. Amen. I'm eagerly awaiting. Mimi hata tangu zamani ungeniuliza majina ya watoto wangu, some of my initials utaona inaandikwa JEOS family. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. JEOS is the initial of my sons, and I so joyous. They can be so small, they can be, but there is that pride. Kuna hiyo futukufu, kuna hiyo furaha. Hallelujah. So I pray as a family, and there is a family of the Church of Christ. There is a family of the body of Christ. Hallelujah. Now one of the things nimesema tuongeze ni the glue of friendship. Situwe marafiki katika jina la Yesu. Ndio hata tukiomba ile wimbo Yesu kwetu ni rafiki, uambiwa haja pia. Nimeona watu wengi hawana urafiki. Ukiona ndoa nyingi zinatengana, sio hata kwa sababu ya upendo, ni kwa sababu ndio wana uhusiano lakini hakuna urafiki mahali pale. Haleluya. Na hakuna vita mbaya kama ya jamii. Haleluya. Utaona wandugu kwa wandugu wanapelekana na wanauana kwa sababu ya shamba, simply because hakuna urafiki. Kama kumekuwa na uganga na uchawi na urogi zimeonekana katika jamii, unaona ni kana kwamba huyu anaroga watoto wa dada yake, huyu anataka kumaliza watoto wa fulani, kwa sababu ndani tu ya jamii. Haleluya. Ni ile wivu, kwa sababu watoto hawajafundishwa kuwa city builders, hawajafundishwa kuwa pinch makers, tent makers. Haleluya. Hawajafundishwa, hawakuona. Sasa wamezeeka na wanastahili kuwa well diggers, na kuna kisima chochote wamechimba. Haleluya. Sasa kile kinafanyika ni nini? Ni wivu. Ukisoma story ya Isaka, sababu wewe ndio well digger. Haleluya. Wewe ndio una hiyo ufahamu, unanawiri mashambani na unanawiri mpaka city. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Si ndio umepewa idea ya kufungua hiyo biashara? Kwa hivyo una wasiwasi gani? Wale unaona Isaka anachimbua hii, wanaleta wivu. Bwana asifiwe sana. Isaka ana shida, anawaachia sababu ni mimi nimebariki. Bwana asifiwe sana. Sababu mimi ndio najua kuinvent hii kitu. Hata wakibeba watu wengi wanangojea end product, wanaona hiyo end product. Hallelujah. Usingoje end product, enda somea mpaka kuitengeneza. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. May God help us in Jesus' name. May you pray to be attentive. Children, sons, you are the quivers. Nyinyi ndio giant killers. Kill whatever inafanya. Unajua ndugu za David walikuwa nasikia ati wanarudi wanajificha. Goliath akitokea tu na anainua masauti. Amen. May you be giant killer even for this ministry. Ukisikia yoyote anataka kunena kinyume ya wazazi wako, may you kill that giant in Jesus' name. Hallelujah. And you pray kusiwe na uchi. Watoto wengi wamefaulu, wanasema mimi ni, hata wale tumeona kwa marathon, anasema na mimi nikishinda nitawekea mzazi wangu ng'ombe kama napenda ng'ombe. Hallelujah. Think of the altar where you are in. Na hii kanisa yetu tunaweza kuwa na carpet mpaka huko mwisho. Nani watafanya hiyo? Ni wana katika jina la Yesu. Na Bible inasema blessed, kubarikiwa ni yule ako na zote, kubarikiwa ni yule ako nazo, kubarikiwa ni yule ambaye ako nayo. Hallelujah. Sasa you are giant here in the mighty name of Jesus. May God help us katika jina la Yesu. Shall we pray? Father, I thank you. Father, I bless you for the sharing of your word today.
let the enabling of the Holy Spirit help each one of us as sons and daughters in your kingdom to be what your word has told us to be. Lord, I'm praying as the spiritual father of this house. I pray for the sons and daughters here today. They shall be city builders in Jesus' name. They shall be altar builders in the name of the living God. They shall be giant killers katika jina la Yesu Kristo. They shall be mighty in the land in the name of Jesus. They shall be well diggers in the name of the living God. In Jesus' mighty name. They are well protected. They are well able in the name of Jesus. Lord, I pray for unity. I pray for love. I pray for friendship of one another, even in the family katika jina la Yesu Kristo. None of us shall miss his inheritance katika jina la Yesu Kristo. I bless the work of their hands, enlarge their territories in the mighty name of Jesus. Wainue from one glory to another katika jina la Yesu Kristo. Maana kwako Bwana ni washindi, majina yao haitafichika. You are giving them this mountain. They shall be mountain climbers katika jina la Yesu Kristo. The mountain of prayers, the mountain of intercession, the mountain of faith in the name of Jesus. They shall be mighty even in the land in the mighty name of Jesus. Receive our praises, for it is in Jesus' name we pray and give thanks. Shalom, shalom. Somebody shout amen. Situpigie Bwana makofi mazuri in the name of Jesus. We can go offline katika jina la Yesu Kristo as we do the rest in Jesus' name. Bwana asifiwe. So ninaomba tunapoombea mlima huu